Kwenye faida ya kwanza ambayo inasema tunaponena kwa lugha tunaongea na Mungu mambo ya siri. Amen. Na tukaona mambo haya ya siri yanaweza kuwa yale unayoyajua au yale usiyoyajua. Tukapita hapo kidogo na baadaye tukaenda ndani kidogo kwamba haya mambo ya siri ambayo unayajua au huyajui na menyewe pia yamegawanyika kwenye vipengele kama vitatu. Cha kwanza nilisema mambo ya siri inaweza kuwa majaribu. Cha pili nilisema mambo ya siri inaweza kuwa dhambi ndani yako unayoijua au usiyoijua. Na cha tatu nilisema inaweza kuwa ni mafanikio yako, mafanikio ya kiroho au ya kimwili. Yesu na asifiwe. Na jana tuliishia kwenye eneo la majaribu. Si tunakumbuka hapa? Na nilikaa hapo kwa muda wa kutosha. Leo nataka nisogee kwenye bii yake, kwamba mambo haya ya siri inaweza kuwa dhambi ndani ya mtu anayoijua au asiyoijua. Na kama tulivyofanya jana, tutaanza kwenda polepole, hatua kwa hatua, ili tutembee pamoja, na kuna wakati tutaongeza spidi kidogo. Amen. Ili kwamba pale tunapokuja kuongeza spidi, basi nisiwe nimekuacha mahali. Naomba ufungue Warumi sura ya 7. Rumi sura ya 7, na nitasoma mstari wa 15 hadi wa 25. Rumi 7:15 hadi 25. Paulo anawaandikia Warumi, anasema hivi: maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndio nalitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno lililo jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeiona sheria hii, ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Paulo anasema, ole wangu maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Anatoa ufumbuzi mstari wa 25. Na mshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
Hebu tuseme amina. Amen. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Mungu atusaidie. Paulo anajaribu kuainisha hapa changamoto ambayo inaweza kumpata Mkristo. Tena ni yule ambaye anampenda Mungu. Amen. Maana anasema hapa, nafurahia kweli sheria ya Mungu. Ninampenda Mungu vizuri sana. Napenda nitende mema. Napenda maisha ya utakatifu. Lakini katika safari ya maisha haya najikuta kuna nguvu nyingine inanisukuma kufanya uovu ambao sipendi kufanya. Mimi najua kwamba wote tulioko chini ya dari hii tunampenda huyu Mungu aliye hai. Ungekuwa mpendi Mungu usingekuja hapa leo kusikiliza maneno yake. Maana hakuna kamba uliofungwa. Hakuna atakayepigwa faini asipokuja kwenye semina. Lakini moyoni kuna mahali unampenda huyu Mungu aliye hai. Ndio maana jioni ya leo uko hapa. Ndio maana umeacha kazi zako umekuja hapa. Mtu mmoja aseme amina kubwa. Asa Paulo anaongea hapa, anasema kuna sheria mbili zinakinzana ndani ya maisha yetu. Kwa ndani, utu wa ndani, nampenda sana Mungu. Namfurahia Mungu. Natamani kumpendeza. Lakini sipati kutenda lililo jema kwa sababu kuna nguvu nyingine inayonisukuma na kuniendesha. Kuna driving force ambayo inanizidi, inanipeleka kufanya yale nisiyoyataka. Paulo anasema, nani ataniokoa jamani? Baadaye anasema, ninamshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Hebu nisikie amina yenye afya. Wangapi wanampenda huyu Yesu wa neema jioni ya leo? Anasema ndani ya Kristo uko ufumbuzi wa kung'oa hiyo changamoto ndani ya maisha ya mtu na kumweka huru. Ukisoma ile Rumi 8:1-2 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Hebu sema roho wa uzima. Roho Mtakatifu anaitwa majina mengi kwenye Biblia. Kuna roho wa milele, roho wa Kristo, roho wa uzima, roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Amen. Asa anasema kuna sheria ya roho wa uzima. Anasema sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ndugu zangu, uko ushindi. Haleluya. Amen. Narudia tena, uko ushindi. Amen. Liko tumaini. Amen. Haleluya. Amen. Chochote ambacho unapambana nacho kwenye maisha yako, kinasumbua maisha yako, kimefunga maisha yako, kinaendesha maisha yako, ambacho ni kinyume na neno la Mungu, na hukipendi, hukitaki, ila umeshindwa kuchomoka, Paulo anasema hapa, yuko roho wa uzima. Hebu wiki hii tumwambie Roho Mtakatifu ashughulike na maisha yetu. Amen. Amen. Kabisa. Wiki hii tuseme kama Daudi alivyosema, Mungu, hebu chunguza ndani yangu. Kagua kila kona ya maisha yangu. Haleluya. Mara zingine ile shida ambayo inatusumbua hatujawa tayari kuiachia. Ndio maana bado inatutesa. Mara zingine tunatamani itoke, lakini
hatujajiachia kikamilifu kwa Mungu mwenye uwezo wa kuitoa. Amen. Amen. Jamaa mmoja aliota yuko kwenye gari yake anaendesha, akamkuta Yesu barabarani. Yesu akasimamisha gari. Jamaa akasimama, "Bwana Yesu, unasemaje?" Ndio, "Naomba lift." Jamaa akasema, "Nani amnyime lift Yesu?" Akampakiza Yesu, akavuta na mkanda. Wameenda kama kilomita ngapi, gari ikaanguka ikaharibika vibaya sana. Yule jamaa akamuuliza Yesu, "Napata ajali na wewe umo ndani ya gari?" Yesu akamjibu akamwambia, "Ulifanya vizuri sana kunipa lifti kwenye gari yako. Ila tatizo ni moja, usukani ulibaki nao wewe." Ndio maana ajali imetokea. Kuna watu tuna Yesu, lakini maisha yetu tunayaendesha wenyewe. Sasa ajali ni nyingi kweli, kujikwaa kwingi kweli. Hebu maisha yetu yote tumwachie Yesu atawale. Aliyenielewa hebu aseme amina. Hebu maisha yetu yote tumwachie Yesu atawale. Unajua mara zingine, unajua kwa nguvu zako, sijui kama wewe kuna mapepo wazee, lakini hata kama kapepo ni kazee kiasi gani, kwa nguvu zako za kibinadamu ukawezi. Wangapi naniunga mkono? Adamu aligusa mamlaka pale bustanini alipoanguka. Tunaipata ndani ya Kristo Yesu. Nje ya Yesu hatuna mamlaka hiyo tena. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hata kapepo kachovu haukawezi bila Kristo Yesu. Na kwa wale ambao unang'ang'ania lile unalolifanya, hatima yake haifurahishi sana. Mtu mmoja alimkuta nyoka, story moja hivi. Alimkuta nyoka migongwa na gari. Kavunjika mgongo, jamaa akamhurumia, akambeba nyoka akampeleka hospitali. Nyoka akapata matibabu. Kamhudumia hapo, nyoka akafungwa POP. Kamrudisha nyumbani, nyoka akafanya mazoezi mpaka akawa vizuri. Nyoka akamwambia kabisa, "Ndugu, kwa upendo ulionionyesha sitakusahau." Siku moja nyoka akamng'ata yule jamaa. Yule jamaa kabla hajakata roho akamwambia nyoka, "Pamoja na wema wote niliokufanyia, unaniuma." Nyoka akamjibu akamwambia, "Ulipokuwa unanifanyia hayo yote ulionifanyia, ulisahau kwamba mimi ni nyoka?" Kama uamini, kawaulize wote wanaomtumikia shetani, mwisho wao ni mbaya sana. Mwisho wao ni mbaya. Umeshawahi kuona kifo cha mchawi? Huwa wanakufaga vibaya sana. Ukibatika kuona mchawi anakata roho, ndugu yangu, huwa wanapiga kelele, huwa wanaunguruma, wanatoa mamilio ya ajabu. Kuna jamaa mmoja alianzisha dini ya shetani. Historia inasema wakati wa kufa kwake na kumtumikia kote shetani na kuandika Biblia ya shetani, wakati wa kufa kwake alisema, "Naona giza." Na cha pili akasema, "Kuna mahali nilikosea." Aliyekuwa anamuuguza aliposikia hiyo kauli, moja kwa moja kwa mchungaji, sala ya toba, akampa Yesu maisha yake. Maana aliona kumbe pamoja na uaminifu wote kwa shetani, mwisho wake ni huu. Ukimfuga, ukimentertain, ukamfanyia yote unayomfanyia mazuri, mwisho wa siku lazima akung'ate, maana ni nyoka. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hiyo ndiyo nature ya shetani. Hiyo ndiyo asili ya shetani. Huwezi ukambadilisha. Hata akijifanya malaika wa nuru, bado ni shetani. Tuko pamoja watu wa Mungu? Unaweza mtu atembelea V8 ameipata kwa shetani, hawanaga furaha nazo. Mimi nakwambia, ndio maana wengi wanakuwa tu ni walevi na wana madawa ya kulevya na ulevi wa kila namna, ili angalau waondoe mawazo yale. Lakini bado akija kuzinduka, kafara alizozitoa zinaimba mbele yake. Shetani mwenyewe hana amani, atakupaje amani? Shirika wangu mmoja kaniambia, ana rafiki yake fundi alimsimulia,
Tajiri mmoja alimuita kwenda kukarabati chumba chake cha kulala. Chumba cha kulala tu ni kama ukumbi, mpaka huko sofa seti zilizopo chumbani, TV iliyopo kali. Yaani ukiangalia ile samani iliyoko chumbani tu inatosha mtaji wako, yani unabakisha. Sehemu ya kubadilishia nguo mama, sehemu ya kubadilishia nguo baba, kila kitu kizuri sana. Na alikuwa anataka abadilishe mandhari ya chumbani na apige rangi nyingine. Akamwambia yule fundi, ingia chumbani, fanya kazi yako na sema hela yoyote unayoitaka nitakupa. Ile utakayokuta chumbani unaacha hapa. Yule bwana ameingia kupaka rangi chumbani, chumba cha thamani ya hali ya juu, lakini pembeni ya kitanda kuna kaburi la mtoto. Shetani alimwagiza masharti kaburi liwe chumbani, ili ukitoka nje kuheshimiwa na kuendesha gari ya kifahari, ukirudi chumbani ujue ulivyokuwa unaviendesha vyote ni damu ya huyo mtoto. Hawana furaha. Hata umfanyie nini bado nyoka ni nyoka. Kwenye semina hii tunataka kila takataka ambayo shetani amepanda kwenye maisha yetu tumwambie Mungu ang'oe uchafu. Hebu aliyenielewa aseme amina yenye afya. Tumwambie Bwana atoe hiyo shida ndani ya maisha yetu. Amen. Paulo anasema nataka sana kumpendeza Mungu. Nataka sana kufanya jema, lakini sipati. Mungu nisaidie. Mungu anamjibu Paulo, anamwambia iko sheria ya roho ya uzima. Hiyo ina nguvu juu ya sheria ya dhambi na mauti. Nimeona roho akishuka, operation inatembea, waliokuwa na tabia mbovu wanakarabatiwa, wanakuwa viumbe vipya. Nimepata amina ya wamama tu huko, sijui kumekuaje leo. Hebu nisikie amina ya kwako kama upo. Wangapi wanasema Mungu ni karabati, niko hapa. Amen. Amina. Hujawahi kuona kuna mtu unamfahamu kabisa, yani kwamba kuna kadhambi fulani kamemshika, lakini kanisani yumo, na akiingia kuomba anabubujika kama koti, mpaka unasema wewe jana nimekuona live pale unaingia guest wewe. Unafiki kabisa wewe. Halafu unajibubujisha. Hujawahi kuona watu wa aina hiyo? Hujawahi kuona kanisani kuna jamaa yani kapinda, haondoki kanisani na shetani haachi, yani kapinda. Kila baada ya ibada yeye kazi yake ni kukusanya vikao na kuongea mapungufu aliyoyaona. Na hapa Kibondo hawapo, nimekutana nao kule Kibondo kabisa. Wewe unachana na Kibondo wewe. Hili kuna watu ambao hata ninapoongea hapa, kwanza hajafunga tai, ulininunulia? Sinyuzi asubuhi. Mgeukie jirani yako, mwambie ameanza habari zako tena. Yesu akasema mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu na kisha akaweka mtini katikati yake. Si tunafahamu hiyo story eh? Mwaka wa kwanza akaja kwenye mtini, hakuna matunda. Mwaka wa pili akaja, hakuna matunda. Mwaka wa tatu hakuna matunda. Akamwambia mtunza bustani, njoo ng'oa hii kitu. Kwa nini bosi? Jambo la kwanza, unaharibu ardhi, maana unanyonya mbolea ya mizabibu. Cha pili, hauna matunda, ng'oa. Mtunza bustani akasema, Bwana ninakuomba uache angalau mwaka huu, nitautilia mbolea, nitaufanyia pruning, nitaumwagilizia maji. Mwaka kesho ukija ukakuta hauna matunda, ung'oe. Okay. Unafikiri kwa nini Yesu alisema ukimkufuru baba utasamehewa, ukimkufuru mwana utasamehewa, ukimkufuru Roho Mtakatifu hakuna msamaha? Je,
Ni kwa sababu Roho Mtakatifu ni bora kuliko Baba na Mwana? Hapana. Ni kwa sababu ya majukumu alionayo Roho Mtakatifu. Yesu alisema hivi, hakuna ajaye kwangu asipovutwa na Baba yangu. Si tunafahamu hilo andiko? Na akasema tena mahali pengine, kazi ya huyo Roho wa kweli akija, sio tu atawaongoza watu katika kweli wote na kuwakumbusha yale yote ambayo Yesu aliwafundisha. Akaongeza akasema, huyo Roho atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya haki, hukumu na dhambi. Kumbe ili ujisikie hatia ya dhambi ndani yako, ni mpaka Roho Mtakatifu aifanye dhamiri yako kuwa hai, ujisikie mimi ni mwenye dhambi. Na ni kwa Roho Mtakatifu unavutwa kuja kwa Yesu, unavutwa na Baba kuja kwa Yesu kwa Roho Mtakatifu. Unafikiri kwa nini tunasema tumeokolewa kwa neema? Maana yake sio kwa nguvu zako, sio kwa kazi zako, sio kwa matendo yako. Roho alikushuhudia, Roho alikuvuta, na Roho alikusukuma kwamba mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji toba. Hakuna ajaye kwa Yesu asipovutwa na Baba. Baba anamvutaje mtu? Ni kwa Roho. Kwa njia gani? Atakushuhudia wewe ni mwenye dhambi, hukumu iko mbele yako, lakini haki inapatikana kwa Yesu. Njoo kwa Yesu Kristo. Na ndio maana ukajisikia upite mbele ya umati wa watu, mbele ya kanisa, kusema nampa Yesu maisha yangu, bila kuangalia nani atasema nini. Ni kwa sababu ya neema ya Roho Mtakatifu. Sasa ukimkufuru Roho Mtakatifu ukakorofishana naye, maana yake ni hii, dhamiri yako itakufa. Hakuna atakaye kushuhudia ubaya wako, hakuna atakaye kuvuta uje kwa Mungu. Maana yake hautakuwa na mlango tena wa msamaha. Sasa Roho Mtakatifu ndiye ambaye amekabidhiwa kanisa na Yesu Kristo. Wangapi unajua Roho Mtakatifu ndio atakayebeba bibi harusi kanisa kwenye unyakuo kwenda kumkabidhi kwa bwana harusi Yesu Kristo? Wangapi unajua habari hiyo? Ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye analiongoza kanisa. Sasa Yesu alisema nakwenda kwa Baba kuwaandalia nini? Makao. Halafu nitamtuma msaidizi, Roho wa milele, akae nanyi. Kwa kanisa linalindwa, kanisa linaongozwa, kanisa linasimamiwa na Roho Mtakatifu. Yesu anaandaa makao, na siku Roho ametubeba kutupeleka parapanda itakapolia, atamkabidhi Yesu Kristo bibi harusi wake. Sema amina iliyoshiba. Nimesema sema amina iliyoshiba. Roho Mtakatifu ndiye anayetunza kanisa. Roho Mtakatifu ndiye mtunzaji na mlinzi wa bustani ya Bwana. Sasa kuna watu unafanya shida fulani na unajua ni tatizo, lakini ukiingia kwenye maombi bado unasikia bubujiko kama linakuja, na mwingine anasema sio kweli, hii sio Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie namna hii, inawezekana kweli unamuona ni mwenye dhambi na anabubujika kabisa, anazama na analia kama kote, na yeye mwenyewe mpaka anajishangaa pamoja na shida yake, lakini bado anabubujika. Kumbe ni Roho wa Mungu anamuombea rehema. Ingelikuwa ni baba umeshang'olewa, ingelikuwa ni mwana anasema ng'oa, anaharibu kanisa langu, anavuruga vijana, maendeleo ya kanisa anazuia, ameunda magenge kinyume na uongozi wa kanisa, anaharibu hata rutuba ya kanisa, anavuruga hata ushuhuda kwa watu wa mataifa, wanashindwa kunijia mimi. Ng'oa, tupa huyu. Roho wa Mungu anasema Bwana mwachie angalau mwaka huu. Kuna semina itakuja, kuna mafundisho atapata, nitamwagilizia, nitamtia mbolea. Mwakani kama matunda hayapo, ruksa kumng'oa. Kuna watu Mungu anakupa nafasi na nafasi na nafasi, lakini bado unafanya moyo wako mgumu. Hebu wiki hii fanya maamuzi kama mtu mzima.
Mtu mwenye akili timamu huwa anafanya tathmini. Tangia umeanza kufanya hayo unayoyafanya, yamekupeleka mbali kiasi gani ukilinganisha na maumivu yanayokusababishia na hofu ya hukumu ya Mungu iliyoko mbele yako. Siku hiyo kitu imeondoka ndani yako, roho ameondoka, hautasikia tena hukumu, dhamiri yako itakufa. Kuna watu wengi leo tunakutana nao, njoo kanisani, mchungaji natamani kurudi lakini sioni mlango. Maana kwa nguvu zako huwezi, ni kwa neema ya Mungu. Usiichezee neema ya Mungu. Mtu mmoja aliyenielewa aseme amina. Nasema mtu mmoja aliyenielewa aseme amina. Bado uko pamoja na mimi? Akanijia binti mmoja ananiambia, mchungaji niombee, wa dini nyingine siwezi nikaisema hapa. Niombee, namtaka Yesu. Shida yako ni nini? Akaniambia, pastor, mimi tatizo langu ni moja. Kila mwanaume namtamani. Awe babu namtamani. Awe kichaa namtamani. Maadamu tu ni mwanaume. Na imemfanya kuwa kahaba huku apendi, lakini ile tamaa imemshika. Sasa nikamwangalia usoni nikasema, huyu anatamani kila mwanaume. Na mimi mwanaume anamtamani. Nilimwona binti yule akifunguliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na ana maisha yake sasa hivi. Mama mmoja akanijia na ananiambia, pastor, naomba niombee. Kuna roho imenifunga, nimeshindwa kuchomoka. Majini mahaba. Anasema, jana usiku nimeota watoto wangu wote wa kiume wamepanga foleni, wanafanya tendo la ndoa na mimi. Niombee. Mwingine akanijia akaniambia, pastor, ndoa yangu naipenda. Nikamwambia, safi mama. Mume wangu nampenda sana. Nikamwambia, vizuri. Watoto wameshakuwa wakubwa sasa hivi, na mimi nikasema nawaona. Baba, sipendi zinaa. Nikamwambia, mama, mbona unapatia tu? Kuna magonjwa. Nikasema, kweli, kahama mbaya. Mume wangu ananihudumia kila kitu. Nikasema, vizuri mama. Akaniambia, lakini kila mwanaume akinisemesha sikatai. Kuna nguvu nyuma yake, inaendesha maisha yake, inasukuma maisha yake. Paulo anasema, kutenda jema sipati, ingawa natamani. Nikamtambulisha kwa Roho Mtakatifu. Kuna shida gani imekufunga? Kuna shida gani imekufunga unayoijua kabisa kwamba hapa ni shida yangu? Jamaa mmoja alinijia na ananiambia, pastor, niombee. Nafanya biashara ya dagaa, natoa Kigoma na naleta Kahama hapa. Pastor, napata hela, lakini nikiipata tu, kuna klabu moja iko pale Kahama. Hiyo klabu ndugu yangu ni balaa, iko Chila. Unapata mahitaji yako yote ya ndani pale. Jamaa anasema, kila nikipata hela tu, wale makahaba wanakuja kichwani, mpaka hela inaisha, narudi nyumbani na kamtaji. Pastor, nimechoka na familia yangu, watoto wangu wanataka niandalie kesho yao, wanahitaji kusoma. Mimi mwenyewe nataka niwe na uzee bora. Kaomba naye nikamtambulisha kwa Roho Mtakatifu. Mungu aling'oa ile takataka. Nasema Mungu aling'oa ile takataka. Yule bwana akanishuhudia, ananiambia, pastor, niko huru. Mungu amenisaidia. Inawezekana ukawa na shida ya dhambi usiyoijua, lakini imo ndani yako. Tuondoke kwenye eneo ambalo dhambi unayoijua. Inawezekana ukawa na shida ambayo huijui, imekaa ndani yako. Yesu alisemaje? Mpanzi aliondoka, akaenda akapanda mbegu njema shambani mwake. Jamani, alipanda nini? Mbegu, halafu ni njema. Amen. Naomba tuseme kwa sauti yenye afya, mbegu njema. Mbegu njema. Akaweka walinzi, akaondoka. Kwa hiyo ukienda shambani humkuti
mpanzi, unakuta walinzi na mbegu ambayo imeachwa. Walinzi walipolala, tunafahamu mlinzi haruhusiwi kulala Walipolala akaja adui, akapanda nini? Magugu. Halafu alibaki hapo hapo, na yeye akafanya nini? Kwa hiyo aliyepanda humkuti mbegu njema, na aliyepanda magugu humkuti. Wote wameacha mbegu. Na hiyo ndio kesi mbaya sana kuliko kesi nyingine yoyote. Mkristo wa aina hii, ukikemea pepo halipuki, ila kuna mbegu ya pepo. Kwa nakwambia jamani, kama mimi na shida, kama mimi na roho mbaya, simniombee pepo yalipuke, hata mkemee mpaka kesho haiondoki. Na ndio maana ni rahisi mno kumbadilisha mpagani kuliko mpendwa ambaye hajataka kumruhusu Roho Mtakatifu ambadilishe. Na mbaya zaidi, mpendwa aliyeokoka alafu akaruhusu roho chafu ingie. Biblia inasema akiondoka mmoja, ukifungua mlango huwa anapitia wenzake wangapi? 7. Halafu ni wenye upako kuliko yeye, wabaya kuliko yeye 7. Na yule wa mwanzoni anakuwa 8. Mungu wangu. Yaani unakuwa na upako mara 8 katika hiyo shida. Na ndio maana mpendwa aliyeacha pombe, akirudi kwenye pombe huwa analala kilabuni. Mpendwa aliyeacha sigara, akirudimo unamwona anatembea barabarani kama tanuru. Na mpendwa aliyekuwa kahaba, ndugu yangu, akirudi kwenye ukahaba, mtakomaje huko kanisani waume za watu ambao mjakaa sawa? Katawafyeka mpaka mtaeleweka. Mkute kijana aliyekuwa muuni na ile roho akairuhusu kaja mara 7, na yule aliyekuwemo akawa 8. Ndio kesi za kuangusha mabinti kila siku. Mtatenga, mtafungua, mtatenga, mtafungua. Na kama hujaitoa hiyo roho, hata ukioa bado hautatosheka naye. Mimi nakwambia leo kuna ukimya fulani umetulia vizuri kweli. Mwambie jirani yako anapita mle kwako. Mwangalia usoni kabisa kwa herufi kubwa. Mbona mwingine anamwambia mwenzake, kwangu au kwako? Bado mna ratiba ya kunisikiliza? Mwambie jirani yako, bado una uwezo wa kupokea dozi. Okay. Hebu mruhusu Mungu achomoe mpaka vile ambavyo adui alivipanda hauna taarifa navyo. Unakumbuka Ayubu? Mungu alimwambia shetani, bwana wewe vipi? Umetokea wapi? Anambia bwana nilikuwa na mizunguko yangu duniani huko na huko humo. Umemuona Ayubu? Mungu mwenyewe anajivunia. Ni mtumishi wangu mwaminifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka uovu. Yaani Mungu ameweka credit zote kwa Ayubu. Mara zingine unaweza ukawa na sifa nyingi sana mbele za Mungu, na isiwe dhamiri yako kumkosea Mungu, lakini adui akapanda shida fulani ulipojisahau mahali fulani, na ile shida ikaanza kula kile ambacho Mungu alikiweka. Unajua nini? Shetani akamwambia, huyu jamaa anakupenda kwa sababu wewe umemzingira bwana, alafu hela umempa, kila kitu safi, kiroho safi. Mnyang'anye hiyo hela. Mungu hakuruhusu shetani apige Ayubu ili kumkomoa. Mungu aliruhusu ile operation ipite kwa Ayubu ili kuna mbegu ambayo ilikuwemo ndani ya Ayubu. Mungu alitaka ijitokeze, aing'oe ili Ayubu aendelee vizuri. Pamoja na kumsifu, Mungu aliona hatari mbele ya Ayubu. Akamwambia shetani, kwa levo ya mali Ayubu humbabaishi, beba zote uone kama ataniacha.
Jamaa alifilisika ndani ya siku moja. Miradi yote ika collapse. Na madeni ya TRA kama yote. Ayubu akasema, umechukua watu mali. Mbona sihangaiki? Sasa akasema subiri kidogo, twende kwenye uzao wako. Watoto 10 wa Ayubu walikufa ndani ya siku moja. Nyumba ilishuka ba! Marehemu wote. Umeshawahi kufiwa na watoto 10 kwa wakati mmoja? Unafahamu kila mtoto ana namna yake kwa mzazi Kuna mwingine anafanana na mama yako, mwingine anafanana na baba, mwingine mcheshi kama kaka yako, mwingine mpole, mwingine akiwepo nyumba anachangamka, mwingine alikutesa miezi yote ulilala hospitali, mwingine ulitapika mpaka koli kataka kuchomoka nje. Yaani kila mmoja ana namna yake kwa mzazi. Sasa ule uchungu wa watoto 10 kwa wakati mmoja. Cha ajabu Ayubu anapewa msiba, watoto wake 10 anaenda saluni. Salinyoa nywele. Wananyoaga wapi bwana? Ambia watoto wako wamekufa. Ayubu ananiambia kuna saluni gani nzuri mjini hapa? Akaenda akanyoa nywele, aliporudi pale kwenye msiba, wanasema mzee ametokea wapi? Ametokea saluni. Akawaambia, jamani Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina lake libarikiwe. Shetani akarudi mbele za Mungu. Mungu akamwambia, si nilikwambia kwenye hayo maeneo hujagusa bado, haniachi. Kuna mwingine unakuja kwenye jaribu fulani ukafikiri Mungu amekuacha, kumbe hajakuacha, anajivunia wewe kwamba pamoja na kukosa hicho ulichokosa bado humwachi yeye. Hello? Hivi unafikiri kwa nini Mungu alisema napendezwa na sifa za watakatifu walioko wapi? Na wala sio mbinguni. Kwa nini alisema hivi? Kwa sababu mbinguni wakisifu ni halali yao. Kwa sababu mbinguni hakuna corona ndugu zangu. Hakuna malaria mbinguni. Ni raha. Hakuna mahitaji mbinguni. Kwa nini msisifu sasa? Umeshawahi kumkuta mmoja wapo wale wenye uhai wa 4 ameweka mikono nyuma, amekaa hivi pia. Vipi? Mwanangu, kodi ya nyumba. Au malaika Gabrieli ameacha kusifu, mabawa yameshuka hivi. Gabrieli nini? Sasa mke wangu kalazwa. Wewe ukakuta kitu kama hicho. Lakini Mungu akiangalia duniani, anakuona una madeni, kodi ya nyumba unadaiwa, ada ya mtoto inakuangalia, magonjwa yanakutesa, kuna vifungo, ndoa yako inapita kwenye mtihani, lakini bado unasimama unasema umejaa neema Bwana. Pamoja na yote hayaondoi sifa yako na maabudu yako kwa Mungu aliye hai. Mungu anasema lazima nishuke, hiyo sifa inanipendeza. Haleluya. Na ndicho ambacho Bwana anakitafuta kwenye maisha yetu. Amen. Isiwepo shida yoyote ikakutoa kwenye mstari. Jana niliwashuhudia hapo kwamba nilizika watoto wangu 3 mfululizo, wa kwanza, wa pili, wa 3. Siku moja akaja jamaa mmoja amefiwa na mtoto mmoja pale hospitali, anatokea sehemu jirani na Kahama. Jamaa analia mwanaume. Vipi? Mwanangu kila ninapomtaja mchungaji ujue mwanangu nikamwambia haya kaa tulia. Una watoto wangapi? Walikuwa 5. Wamebaki 4. Nikamwambia sikiliza hapa. Mimi nilikuwa nao 3 na nimezika wote. Hujawahi kuona unaenda hospitali unakakichomi, umenuna kama vile ndo mgonjwa kuliko umejipanga kwenye benchi mbona usipige kuingia kwa daktari. Kanachoma. Ghafla anaingia jamaa kapitiwa na fuso. Jicho limening'inia, mdomo umeenda huko, mifupa imekwenda yote. Unainuka na kichomi chako. Jamani, tumsaidie tumpeleke. Wangapi wanaelewa ninachokiongea hapa?
Hauko peke yako unayepita kwenye pito hilo. Inawezekana wewe pito lako uchumi, mwingine na uchumi mzuri lakini ndoa ni kichomi. Shida yoyote isikuondoe kwenye nafasi yako na isimuondoe Mungu kuwa namba moja maishani mwako. Wakionielewa peke yake waseme amina iliyoshiba. Haleluya. Nimesema haleluya. Shetani akakwama na hilo jaribu la pili la kuondoa watoto kwa Ayubu. Akarudi mbele za Mungu. Mungu anamwambia usiunaona? Hachomoki kwenye maisha yangu. Ananipenda. Hela umechukua, watoto umechukua, bado Ayubu anasema jina la Bwana libarikiwe. Amina. Shetani akasema naomba uniruhusu tafadhali niguse mwili wake, nyama kwa nyama, ngozi kwa ngozi. Mungu akasema natoa wigo hapo, gusa. Kumbe huwezi ukaguswa kama Mungu hajaruhusu. Sio hiyo inaga amina siku hizi. Nasema huwezi ukaguswa kama Mungu hajaruhusu. Shetani alipiga mwili wa Ayubu majipu toka utosi mpaka uwayo wa miguu. Hasa pale ndipo Ayubu ile shida iliyokuwemo ndani ilipojitokeza. Maana hata rafiki zake walipomwendea akamwambia, afu jamaa na mkwala walipoenda kumtembelea siku 7 hawaongei. Nenda asubuhi wanaamka mpaka jioni. Hamna leo ongea. Nikumalizana. Wanasonga ugali wanakula siku 7. Walipokuja kuanza kuongea, walitoa pumba sio mchezo. Kuna mtu anaenda kukuijia unamwona ni mwenye busara. Unamwona ni mwenye hekima. Ujinga atakao kushauri mpaka unasema, "He! Bora angekaa kimya ningeendelea kumheshimu." Mama mmoja ana shida ya ndoa. Wanamwendea wamama wengine wenye heshima zao kanisani. Shost, amekutelekeza muda wote huu. Tafuta mahali upoze makali. Na wewe ni mtoto wa kike kama wengine. Marafiki wa Ayubu waliongea pumba. Wakamwambia Ayubu, ulikuwa kiroho safi. Hata tulijifunza kwako hata na sisi pia. Ayubu kwa unaomba kila siku asubuhi na unaombea na watoto wako. Sasa umefilisika mwanangu. Watoto wamekufa. Wewe mwenyewe majibu yanakutandika. Kuna sehemu umechemsha wewe tu. Ayubu jamani sina issue na Mungu hamna. Haiwezi kukupata namna hii wewe. Lazima umekosea mahali. Uje kuna watu ukipata shida tu, Mungu kampiga. Kibondo hawapo, mnakwambia Kibondo ni watakatifu mno. Ukitaka kujua wapo kama jirani yako alishtuka kidogo hivi ujue ndio yeye. Bwana amemtandika. Mke wake ambaye ndio kipenzi. Honey, darling, my sweet. Naenda kumpa ushauri. Mume wangu ni kwa shida ambayo imekaa muda mrefu hivi. Mimi nafikiri tu Mungu ufe. Ambaye ndio ulitegemea wa mwisho kukutia moyo. Naye anakuambia ni mkufuru Mungu ufe. Manake ufe huku umemkosea Mungu. Unakokwenda ni kuzimu au motoni hainihusu. Nimekuuguza vya kutosha, bado binti mchanga, na wewe umeshachemka, mali zimeisha, watoto wamekufa, na wewe mwenyewe ufe. Niolewe. Mwanaume mbishi kufa namna hii. Ayubu akamwambia, "Mama, unanena kama kuna kina mama fulani huko anajiuza pale. Ndio unaanza kuongea lugha yao. Hatutarajii mema tu kwa Mungu, hata mabaya pia." Na kaenda neno moja ambalo linatia moyo, akasema, "Najua mteteaji wangu yu hai. Na siku moja atasimama juu ya uso wa nchi." Na akasema, "Nijapo jaribiwa hivi, nitatoka kama dhahabu." Ninamtabiria mtu mmoja mahali hapa, unaenda kutoka kama dhahabu. Katika jina la Yesu aliye hai.
Hebu aliyenielewa aseme amina iliyoshiba. Mahali fulani dada mmoja nakwambia ni mvumilivu, anamsubiri Bwana. Wacha wamenukia wadada wengine kanisani, utazekea huyu, mpaka wakamwita kikumi cha kanisa. Yaani yeye katika mabinti yeye ndo kikumi, yaani yeye kwa ajili ya Bwana. Wanaolewaga wengine yeye ni kwa ajili ya Bwana. Haiguswi hiyo moja ya 10, ni ya Bwana. Wadada wa Kibondo huwa hawasemani, ni wadada tu wa kwingine. Huyu naye uchuro anazelekea kanisani. Mungu wangu, hebu muone alivyo. Wewe usikajiangalia kwenye kioo ulivyo. Nyumbani kwao walikuwa hawajaokoka, ni Usukumani huko na wazee wanataka ng'ombe. Alafu bwana, ukishachelewa kuolewa, nilisema na jana, wanaokuja ni wapagani tu. Wapendwa hawajaji. Alafu majamani wanaokuja wote ni matajiri ng'ombe. Tajiri wa mwisho kama mtu wa 4 kumkataa. Aliwaambia wazazi wake, njooni nyumbani muingie zizini. Mchague ng'ombe mnaowataka kwa idadi mnayoitaka. Na mchukua huyu mtoto. Na wazazi ni maskini. Wakasema Mungu umetuona. Kumwita binti akasema siolewi. Baba alisema uondoke nyumbani kwangu. Na hata nikifa usikanyage kaburi langu. Msibani usionekane. Na mengine ambayo hayatamkiki madhabahuni. Akaenda kukaa kwa mchungaji. Kwa nini wamama na wadada wengine kanisani wasimcheke? Yaani ndio lijinga, unaolewa na tajiri. Utatumbuku mbele ya safari. Yeye akasema hamna shida. Kikumi. Wala. Miaka ikapita. Kumbe bwana, wakati yeye miaka kama inapita, kumbe yule ambaye Mungu alimkusudia kwa ajili yake yuko chuo kikuu anamalizia degree. Usifikiri umechelewa. Jamaa yuko busy kufanya maandalizi ya maisha yenu ya baadaye. Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Siku moja jamaa mmoja limegraduate chuo kikuu, alafu limepata vyeti vyake na ajira serikalini, likapangiwa kazi kwenye ile wilaya, likabeba barua ya mchungaji, maana liko rohoni mpaka linaharibikia. Haliendi sehemu bila barua ya pastor. Likatinga kwenye ile wilaya, kanisani moja kwa moja. Na kumwona mchungaji kibinafsi nyumbani. Baba mchungaji, nitofanya nini fulani, nimegraduate na nimepangiwa hapa first appointment. Na mchungaji wangu amenipa barua, nimeona nikuletee, nikukabidhi mkononi. Karibu sana kijana. Alafu Mungu alivyoajabu akalipa lile jamaa kiu ya maji tu ya dharura. Na pastor samahani, sijui na wadogo zangu hapa nipatie maji ya kunywa. Pastor akasema fulani, yule binti sasa. Hebu lete maji ya kunywa. Akatokeza mtoto wa kike. Nywele imeanguka, dada kigongo na mkwala, yule anayangushia mbele yake kama ngumu, akirusha iende anipeleka na kucha. Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapo. Akaja, ndio maana nawaambia wadada, amka saa 11 mtoto wa kike. Tengeneza nyumba vizuri, saa 2 umeshaoga, haujui masihi atakuja saa ngapi. Anaweza kukuta umepauka eti. Ukapishana na gari ya mshahara. Wadada halo. Mtoto wa watu nakwambia kaingia hapo na maji ya kunywa. Ile kumkabidhi jamaa anapokea kikombe namna hii. Anaona ni unashangaa tu wimbo wa Rose Muhando unaimba ndani yani na kama ndoto ndivyo ulivyo mama. Jamaa amekunywa maji, binti kaenda, jamaa karipoti kwa mchungaji na kaongezea agenda ambayo haikuwako. Samahani baba mchungaji, sijui mdogo wangu sijui baba. Wewe unajua mchungaji. Pasa akamwambia umempenda mchungaji bwana, unajua haya maisha. Pasa akamwambia ataishughulikia. Jamaa akaondoka, baadaye pasa akamwita binti. Njoo. Ulimwona yule kaka alikuja hapa? Yupi baba? Yule ambaye ulimpa maji asubuhi. Ndio. Anasema amekupenda, angependa uwe mke wake. Wewe unasemaje?
naomba na mimi muda niombe. Waongo ile. Sema unaomba muda ukamshukuru Bwana. Baada ya siku nyumbani kwa baba yake kwamba bwana, binti uliyesema asikanyage kaburi lako anaolewa na afisa wa serikali na Jumamosi ijayo ni mahali. Baba aliingiza timu asubuhi. Nani apatanishe mahali ya binti yangu? Ulimzaa wewe? Mzee akapatanisha mwenyewe. Katiwa hela yake siku ya harusi. Yule mzee alishika maiki akalia machozi. Akasema, binti yangu unisamehe sana. Uchungu mkubwa uliomshika ule mzee ni mmoja. Yule mwanaume wa mwisho alitaka kumlazimisha. Alikuwa na wake 4. Kwa hiyo binti alikuwa anakwenda kuwa mke wa 5. Lakini mbaya zaidi, wiki 2 zilizopita kabla ya harusi, yule bwana alifariki, alikuwa ni mwathirika. Una challenge gani ambayo unakutana nayo? Unaweza kutafuta ufumbuzi wa muda mfupi kwa furaha ya muda mfupi, lakini kwa gharama ya maisha yako. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Ayubu anamwambia mke wake, Mungu niliyetoka naye mbali, niliyepanda naye mpaka kileleni, ninashuka naye mpaka bondeni, ninajua siku moja atanipandisha tena. Lakini bado palikuwa na shida ndani ya Ayubu. Mungu akaruhusu wambane mpaka akafika mahali akasema, yatosha. Rafiki zake walipokuwa wanamshambulia akamwambia, hey, subiri kwanza. Kaingia kwenye maombi akamwambia Mungu, hebu nionyeshe wapi nilipokukosea. Kumbe kulikuwa kuna mbegu ya kujihesabia haki ilikuwa imeingia ndani ya Ayubu. Mpaka anamhoji Mungu, nionyeshe nilipokukosea. Na kaongea hivi, au ni vema kwako kuonea? Soma ile sura ya ngapi pale ya Ayubu, siku 10 ngapi? Ayubu anamwambia Mungu, ni vema kwako kuonea. Maana yake kumbe ilifika mahali Ayubu anaona Mungu ananionea. Na kuna wengine hapa kabisa, Mungu hapa na maombi yenu kabisa ni kama unamwambia Mungu, uone nilivyo mwaminifu kanisani, uone. Maana yake pamoja na uaminifu unanidunda tu. Si bado mna ratiba ya kunisikiliza? Rafiki zake wakataka kumshauri, akamwambia, mbona na nyie mnaniudhi kama Mungu? Soma kitabu cha Ayubu, alisema kabisa mnaniudhi kama Mungu. Kwanza Mungu anaonea, halafu na nyie mnaniudhi kama yeye. Halafu akaanza kulaani, akasema, ilaaniwe siku ambayo nilitungwa mimba. Usiku ule uondolewe. Si nani alimwambia itungwa mimba usiku? Ayubu alimiminika na kumba. Alipomaliza ndipo majamaa akampiga misumari mingine ya kutosha. Na ni majitu mazima na mvi zao. Baadaye kijana mmoja Elihu akasema, mimi nilifikiri siku zitaongea wazee. Mnazidi kumpoteza huyo mtu. Akamwambia Ayubu, hebu nisikilize nami nitaongea. Kalishuka na hekima kale ka kijana. Baada ya hapo Mungu akasema, dogo na kuunga mkono. Aliongea naye kwenye upepo wa kisulisuli. Ayubu akasema, Mungu nalinena kwa upumbavu. Nimeiona hiyo shida iliyomo ndani yangu, ninatubu katika majivu. Mungu alikuwa anatafuta kuondoa mbegu ambayo adui aliipanda ndani ya Ayubu. Na Ayubu alipotubu, Mungu akaanza kuhukumu marafiki zake. Nendeni mkatubu, mmemuumiza mtumishi wangu. Usije ukashangaa unainukiwa mpaka na watu wa karibu ambao hukutarajia. Isikusumbue. Wewe kamatana na Mungu, mwache Mungu afanye kile anachokitaka ndani yako. Kuna vitu anataka atengeneze ndani yako. Mtu mmoja anayenielewa aseme amina mahali hapa. Baada ya hapo Mungu akafungua uzazi kwa Ayubu, akapata mabinti warembo nchi nzima. Yaani kama ni mashindano ya mamisi, wa kwanza mtoto wa Ayubu, wa pili mtoto wa Ayubu, wa tatu mtoto wa Ayubu, wa 4 mpaka wa 10 watoto wa jirani. Na utajiri maradufu, na akapigwa miaka mingine 120 ya kuishi duniani. Ayubu akamaliza kwa ushindi. Kuna watu hapa Mungu anataka afanye jambo kubwa kwenye maisha yako, ila kuna kitu ambacho umekikumbatia na kuna shida ambayo bado hujataka itoke ndani yako. Hebu wiki hii tumwambie Bwana atushughulikie. Tumwambie Bwana tukarabati.
Aliyenielewa aseme amina. Amen. Paulo akasema, jamani, vita vyetu sio juu ya damu na nini na nyama, maana silaha za vita vyetu ni za kiroho na zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Ngome. Na akasema ni ngome gani ambayo sisi watu wa rohoni tunatakiwa kuipiga ya kwanza? Akasema tukiangusha mawazo na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ngome ya mawazo, ndugu zangu, ni mbaya sana kwa kanisa kuliko hata mapepo. Maana ni mbegu ambayo adui huwa anaipanda. Ukikemea hakuna pepo anayelipuka, ila itaanza kuwala watu ndani ya kanisa. Wacha niweke hivi. Hakuna kitendo bila wazo. Tunaamini hiyo? Amina. Na wanasayansi wanasema hata yale matendo yasiyokuwa ya hiari, kama kukanyaga moto na kutoa mguu au kukalia sindano na kuinuka mara moja, ni kama hujawaza, lakini kuna sehemu ya ubongo ambayo imeshughulika kupeleka taarifa kwamba kuna dharura hapa, fanya hivi mara moja, mwili ukareact kutokana na ile shida. Tunajua hakuna anayekanyaga moto afu anasema okay, ni kama naungua. Kumbe nimekanyaga moto. Hivi nifanyije? Hamna neno. Au nakalia sindano inapita chi. Hamna kama nimechomwa hivi. Nibukaa na kuinuka hapo. Lakini wanasema kwamba kuna sehemu ya ubongo inayoshughulika na hiyo. Imekaa hivi. Wazo huzaa tendo. Kitendo kikirudiwa mara nyingi huzaa mazoea. Mazoea yakienda miezi 6-7 huzaa tabia. Na tabia huamua hatima ya mtu. Sasa wazo la kishetani, tendo la kishetani, mazoea ya kishetani, tabia ya kishetani, hatima ya kishetani. Wazo la kimungu, tendo la kimungu, mazoea ya kimungu, tabia ya kimungu, hatima ya kimungu. Ndio maana Paulo akasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, ili litawale mawazo yenu, na linakuwa ni mbegu. Sinafahamu neno la Mungu ni mbegu Linakuwa ni mbegu ambayo itakuwa matendo, mazoea, tabia, hatima. Kwa nini watu wanasema mume wangu huyo rafiki yako achana naye? Kwa sababu unaona tabia za rafiki yako, na yeye ndo uko karibu naye, na ndiye anayeingiza taarifa nyingi kwenye ubongo wako. Hizo taarifa ndo zitakazozaa matendo, mazoea, tabia na hatima. Binti yangu achana na hapo kabinti kana tabia mbaya, kwa sababu anajua hako ndo kanaingiza information, taarifa kwenye mfumo wako wa kufikiri. Mtu mmoja akasema, nionyeshe rafiki yako na mimi nitakwambia tabia yako. Na Biblia ikasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ni nini ambacho marafiki zako waliokuzunguka mazungumzo yao ni yepi? Ni mbegu hizo. Anaweza kuwa anatumia na adui kupanda kitu ndani yako, mwanzoni ukushawishika, baadaye mpaka kinaingia. Kuna wengine hapo unatolewa kijijini huko, una tabia nzuri, unampenda Mungu, mume wako amekuleta mjini, unaambatana na wamama wa Kiswahili pale mtaani, ulikuwa binti mzuri, unageuka kuwa kakahaba fulani kwa sababu ya taarifa zinazoingia. Rafiki yako unayepoteza naye muda kutwa nzima, anaongea mangapi ya kukuongezea thamani kwenye maisha yako, na mangapi yanakupunguzia thamani kwenye maisha yako? Jamani, maisha yenyewe mafupi haya. Mtu ambaye ameishi miaka 70 ni kama siku 25,000 kama na 250 kama sio 550. Sasa hapo ukishakuwa na miaka 16, 17, umeshakula siku karibu 6,000. Una kama 18,000 tu zimebakia. Hujaoa, hujajenga, hujasomesha, hujaweka msingi kwa ajili ya uzeeni. Maana siku hizi hakuna mtoto anayetunza baba au mama, ni wachache. Ukitaka kujua kwamba hiyo story ni kweli, wewe mwenyewe jiulize. Tangia mama amekuomba ile hela mpaka leo unamzingua tu, unazunguka hivi. Mama nimebanwa, na wewe watoto wako hivyo hivyo watabanwa. Kwa hiyo ili uwe na uzee mwema lazima uwekeze. Nguvu zako sasa hivi uziwekeze, ziwe rasilimali itakayokubeba uzeeni. Sasa una siku 10,000 na kitu tu zimebakia duniani.
Unakalia pumba badala ya kuongeza thamani kwenye ndoto yako. Marafiki wabaya wote delete, tafuta watu watakao kuvusha.